Mimi naheshimu sana hata mia ya mwanaume. Kwa sababu mimi najua ugumu wa kutafuta pesa. Kwa hiyo mimi sipo kwenye wale wadada ambao wanakuambia mimi lazima mwanaume anihudumie. Mimi nikikupenda, yani ule ukweli kabisa, unaweza usinipe hata 100. We. Kweli. Sasa utaishije Peli? Napambana, sio kama namaanisha labda mwanaume anipi pesa, lakini unaweza kuta anipi zile kubwa ambazo zinastahili nipewe. Okay. So tuweke mambo clear hapa. Sio kwamba sikupe kabisa. Hata asiponipa, mimi nishie kuwa na mahusiano na mwanaume ambaye ana kitu kabisa. Yaani mimi ndo napambana nampa 100 yangu. Nani alimpenda mwenzie? Tulipendana. Na mahusiano yenu yalidumu kwa muda gani? Miaka kama 4. Wow. Sasa nini kiliwafanya mseparate? Au ndo huyu ule naye sasa hivi? Hapana, bahati mbaya alipata kesi, kwa hiyo yuko Okay, nimekuelewa. Kwa mimi siamini sana kwenye pesa, yani mimi pesa kwangu inakuja nyuma. Yani kama itakuwepo basi nitaiangalia, kama haitakuwepo basi. Unajua wanawake siku hizi tunataja sana kwenye kupenda pesa. Wewe shida ni nini? Yani kwa nini una mtazamo wako tofauti? Which is sio mtazamo mbaya, ni kizuri, na haimaanishi kwamba wanawake wote wanapenda pesa, ila huwa tunajumuishwa. So wewe umeamua kukaa zako pembeni kabisa na mtazamo wako. Yani wewe pesa kwako it's not a thing. Kwa nini umechagua lifestyle hiyo? Mimi nimeshapata maswaiba mengi sana kwa wanaume wenye pesa. Mimi 2023 nilipata mwanaume tajiri kabisa. Ambaye alikuwa amekuja nyumbani kwetu akajitambulisha, lakini mimi sikumpenda. Lakini unajua wazazi wetu wakishaona mwanaume anaweza kufanya kitu, anaweza kukuforce fanya kitu fulani wakiona hela. Kwa hiyo nilikuwa naye kwenye mahusiano. Mwanaume ambaye anaweza akakwambia unataka nini na akakupa. Lakini mwisho ulikuwa mbaya, kwa sababu mwisho nilikuja kugundua kuna imani za kishirikina. Mwisho huko kuna unadharaulika. Yani ni vitu vingi ambavyo mimi vinanifanya hata mwanaume akiwa ana 100 naweza nikamheshimu. Na mwanaume akawa na pesa naweza nikamchukulia kawaida sana kwenye macho yangu. Kwa curious tuseme ni bora amani yako ya moyo kuliko sehemu ambayo ina hela lakini uheshimiwi, hakuna thamani. Ni kweli, kwa sababu wengi mnadanganyana tu kwamba bora dagaa kwenye vita, kwenye dasiju, kwenye nini, lakini chini amjui tajiri anakaa na wewe, anaangalia nyota yako inaendaje, anafanya mambo yake. Mimi tu na ushauri mdogo kwamba binti, jitafutie kipato chako. Yani hata kama ukapata mwanaume ambaye atakuwa nacho, atakusupport tu, na sio ile kwamba lazima mwanaume awe na hela. Tusibweteke. Hela yani hela ina mambo mengi ambao watu hawajui, na ndio maana kama unaweza kutafuta pesa yako ambao unajua umeamka asubuhi, umefagia, umepata hela, iheshimu. Nice.